Kijungu, mimi nimekuita hapa kwa lengo moja tu. Mimi nahitaji mpaka sasa ni mama yake Mahir tumuue. Muongea nini? Nisikize nikwambie. Mahir hataki kunioa. Na hadi sasa sijui ni wapi alipo. Wewe unafikiria hapo mimi mali nitazipata vipi bila kuolewa na Mahir? Kivyo vyote vile lazima nimuue yule mama ili tu nizipate zile mali. Hakuna njia yoyote ile. Fahamu. Kwa hiyo wewe unahisi ukiweza kumuua mama yake Mahir utawezaje kuzipata hizo mali na wakati hujui nyaraka wala kitu chochote kile ambacho kinahusiana na zile mali? Wewe hujui kama unafanya makosa? Hebu kwanza kaa, fikiria. Alafu tujue ni kitu gani ambacho tutakifanya ili mradi tuweze kuzipata hizo mali. Lakini sio kukurupuka kama hivyo unavyotaka kukurupuka wewe. Utaharibu. Mimi sijui chochote kile cha kufanya. Ila wewe mwenzangu kama unacho cha kufanya, unaweza pia ukanijuza. Tufanye mambo haraka haraka tuzipate zile mali kabla mambo hayajaribika. Okay. Mimi nimepata wazo. Wazo gani hilo? Njoo nikunong'oneze. Wazo zuri sana. Ila tufanye haraka iwezekanavyo kabla mambo hayajaribika. Na ikiwezekana tufanye hata leo hii kabla hajarudi yule Happy. Ila akirudi tu Happy, mambo yote yanaharibika. Hakuna kitakachofanyika hata kimoja. Sasa hivi ni muda mzuri maana yupo peke yake. Kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi ya sisi kwenda kutimiza jambo letu. Okay. Mimi acha kwanza niliweke sawa hilo jambo. Alafu nitakuja kujua kwamba tunaanzia wapi na tunamalizia wapi. Ili mali tu tusiweze kufeli. Basi sawa. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Kumbe ni wewe? Ndio mimi. Ndio faida ya kufutafuta namba. Wewe uliniambia nisikutafute tena. Asaone. Shida zimekupata, unanitafuta mimi tena. Sawa, tuachane na message ya hilo. Naambie sasa roster yuko wapi? Au unajua nini kuhusiana na roster? Kwani umempata roster au mfuata maelezo kuhusu roster? Sawa. Basi mimi ningeomba kwanza nipeleke nyumbani kwake. Mimi nikifika pale nitajua nianzie wapi. Sawa nitakupeleka. Sawa, funguo za nyumbani kwake si unazo? Ndio ninazo, ila zipo nyumbani. Tukitoka hapa tupitie kwanza nyumbani nichukue funguo afu nikupeleke huko kwake. Basi mimi naona hatuna muda kupoteza, tuondoke. Baba unatawala kukesha bara kila siku kila mara hivi kwa nini ujarifura unaniumia? Kitoi, mimi nilikuwa nashukuru kwa kila kitu, asante kwa kunihifadhi. Umenisaidia sana. Lakini nilikuwa ninaombi. Nilikuwa naomba niende nyumbani mara moja nikaangalie kule mazingira. Maana sidhani kama kutakuwa salama kupo peke yake muda mrefu sasa. Kwa nini usingesubiria hali yako ikakaa sawa ndo kaenda nyumbani? Hata hapa nipo sawa. Na pia kwenda nyumbani kule ni muhimu. Mwisho nikaenda siku yake nikachelewa nikakuta ambeba kila kitu. Lakini nisingependa uende peke yako. Nilikuwa naomba nikupe support kwa sababu hali yako haipo sawa kivile. Basi sawa, tunaweza tukaenda. Okay. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Mambo vipi Mahir? Poa, mzima? Mzima, mambo feti? Safi. Mahir, najua nilikuwa sina ratiba kukutana na wewe njiani. Ila kwa kuwa nimekutana na wewe, ngoja tu nikwambie. Kiukweli Mahir, mimi sasa hivi nimeachana na kila kitu nilichokuwa nakifanya mwanzo. Yaani nimebadilika. Kwa hiyo nilikuwa naomba turudi
kama zamani. Hivyo una matatizo gani lakini? Si nimeshakwambia kwamba sihitaji kuwa na wewe. Kwa nini unapenda kulazimisha? Lengo lako nini labda? Sikia kwambia kitu kimoja Nifa. Sawa. Mimi na wewe tulikuwa tuna mahusiano lakini zamani. Kwa sasa hivi mimi nina maisha yangu. Na naomba kabisa ukae mbali na mimi. Sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Sawa? Jaribu basi kutafuta mwanaume mwingine ili mradi uondoe hayo maumivu ambayo uko nayo sasa hivi. Hapana Mahi, unavyosema hivyo unakosea, kwa sababu mimi sasa hivi nishaachana na kila kitu. Alafu kitu kingine, kwenye simu yako umeniblock, maana kila nikikupigia sikupati. Kwa naomba kama inawezekana unaniblock ili tuweze kuongea, na mimi kila kitu kitaishi. Hanifa, acha kuwa king'ang'anizi. Mwanaume kama hakutaki tu. Kwa nini usiende kutafuta wanaume wengine huko? Hivi wewe Feti, wewe si rafiki yangu kabisa. Yaani badala ya kunisaidia mimi, ndio kwanza unanikandamiza. Hali ya kuwa mwanzo tulikuwa tunaenda wote club na tunatafuta wanaume. Yaani badala ya kunitetea mimi, unanikandamiza. Kweli? Dada koma. Nikukandamize kitu gani? Kama upumbavu kwa mwenyewe. Kwani wewe ni mtoto mdogo? Mpaka nikufunze mimi upumbavu, nisikize nikwambie. Naomba ufanye maisha yako, usinifuatilie kabisa tena uniache. Feti. Basi naomba tuondoke tunachelewa. Hapana Mahel, naomba nisikize hata kidogo. Mimi sina chochote kile cha kukusikiliza. Sawa, fanya mambo yako. Hebu tuondoke. Mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya, sio kama sina makosa. Sio malaika nakosea. Ukaba unatawala, kukesha baya kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Chagola mama. Nataka mfungulie mgeni fanya. Kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza we dada? Chagola mama. Naomba utulie hivyo hivyo. Na naomba usifanye kitu chochote kile, kwa sababu ukijaribu kufanya kitu chochote kile na mwaga bongo. Naomba unisikilize ni kitu gani ambacho mimi nakitaka. Niko tayari kukusikiliza kwa chochote. Wewe sema tu unataka nini. Okay. Nahitaji ingie ndani. Uende kanitolee nyaraka zote ninazohusu hizo mali. Alafu baada ya hapo mimi nitamwachia. Naomba fanya haraka. Mimi niko tayari. Nipo tayari. Ila naomba usimzuru binti yangu, nakuomba. Nenda fanya haraka nitamuua. Wewe, hebu nitajie jina lako haraka haraka la halisia. Maana tunaweza tukaharibu mambo sasa hivi. Frida Chibala. Vipi? Safi. Mimi nilisikia umetekwa. Ndio nilitekwa. Ni nani ambaye amekuja kukusaidia? Na unahisi ni nani ambaye amekuteka? Sijajua. Ila nahisi kama ni mama yako, lakini sina uhakika sana. Na pia kuna mtu alinisaidia. Ndio maana mpaka sasa hivi niko hapa. Sawa. Hata sisi pia tulikuwa tunahisi ni wewe ambaye amefanya ile tukio. Kwa hiyo mimi naona hapa cha kufanya ni kitu kimoja tu. Twende polisi tukamshtaki kwa sababu atazoea kufanya upumbavu. Mimi naona haina haja tungeachana nayo kwa sababu mambo yashatokea na yameshapita. Kwa hiyo tungeacha tu. Hapana. Yaani lazima tumkomeshe na ile tabia yake. La sivyo ataendelea kunyanyasa kila siku. Mahiro, naomba unisikilize. Tusifanye hicho kitu. Na pia mimi nataka nikaongee na mama yako. Najua baada ya hapo mambo yote yatakuwa sawa na maisha mengine yataendelea. Unataka kuongea naye nini tena? Yaani mtu amekufanyia yote alafu bado pia unataka kwenda kuongea naye. Unaenda kuongea kitu gani? Sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi nakwambia huko usende, sawa?
Unaweza ukaenda huko alafu akakuta mambo makubwa zaidi hayo ambayo yamekukuta sasa hivi. Sawa, usijali, mimi naenda na nitawahi kurudi na nikukute hapa hapa. Nitakuhadithia kila kitu kilichotokea. Sawa. Ila usichelewe. Sawa. Fungozo ile karatasi. Nyanyesha. Piga magoti, piga. Kitu moja. Andika zawadi kwa jina la Frida Sibago. Pia na saini. Nionyeshe. Jifunge. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Hili tukio hapa, usije ukaenda kuliripoti sehemu yoyote ile. Ukifanya hivyo, nakuua. Asante sana mamangu kwa kuokoa maisha yangu. Usijali binti yangu. Hivi fahamu mwanangu, kwa nini wewe umekuwa mtu wa kufanya vitu bila kunishirikisha na kila siku nakukataza hilo jambo? Kwa nini umekuwa mtu wa kurudia makosa kila siku? Hivi unajua kitu ambacho umekifanya kina hatari kiasi gani? Mimi binafsi sikuwa na njia yote ya kufanya zaidi ya hiyo. Kwa hiyo nikaona nikifanya hivyo itakuwa ni sahihi sana kwa upande wangu. Sikia nikwambie, kitu ambacho umekianzisha haina budi kukimaliza. Sijui umenielewa? Kitu ambacho umekifanya binti yangu, kikija kikajulikana, utaenda kuozea jela. Hapa cha kufanya ni kumdondosha mama yake Mahir tu. Kumdondosha? Una maana gani ukisema hivyo? Kumuua. Hakuna njia nyingine zaidi ya kumuua mama yake Mahir. Na hizo nyaraka ambazo mmezisaini unatakiwa uzilete hapa. Na tunatakiwa tumuite mwanasheria aje azikague hizo nyaraka, kwa sababu hatuwezi kujua kama mmesaini karatasi za ukweli au mmesaini upumbavu tu. Na tunatakiwa tulifanye hili jambo haraka sana kabla ya mambo hayajaribika. Sasa mama, nafikiri mimi nitamuua kwa njia gani? Hilo ni swala dogo sana kwangu. Nitakupatia sumu, uende ukamweke kwenye maji au kwenye chakula. Najua hilo ni jambo dogo sana kwako. Alafu ukishafanya hivyo ndio sisi tutaishi kwa amani na zile mali zitakuwa za kwetu. Haya mataseka, kila mteu anataka furaha aipate kwa muda na pambwa, ila sio kwa ubaya. Sio kwamba mimi sina makosa, mani so malaika nakosea.
nikose, niso malaika nakosea. Baba unatawala, kukesha bara kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Unatakiwa kuwa makini sana. Bila hivyo utaongeza tatizo juu ya tatizo. Yaani utaingia kwenye matatizo makubwa zaidi ya haya tulokuwa nayo sasa hivi. Sawa mama, ondoa shaka kuhusu hilo. Na kingine mimi ngoja niwahi nyumbani. Sawa. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi, utazani ni utani. Pale jicho linapokuwa na Naona binti yangu umeniandalia juice. Asante. Nenda kamfungulie mlango. Shikamoo mama. Marahaba binti yangu, hujambo? Karibu, nimefurahi kukuona. Hivi mchezo mfuata nini umndani? Si ulishafukuzwa wewe? Hata aibu una unarudi tena umndani kufanyaje? Wewe fahamu, maneno gani hayo unamwambia mwenzio? Sumwache aongee anachotaka kuongea. Rosta. Karibu mama, nakusikiliza. Mama, najua nimeishi na wewe kwa muda mrefu sana. Siwezi kusema kwamba nitakuwa sijawahi kukosea. Najua hicho kitu hakiwezekani. Najua nimekosea sana. Ila naomba tu unisamehe mama yangu. Katika hii dunia hakuna kitu kizuri kama kuishi kwa amani na furaha. Haijalishi una maisha mazuri kiasi gani au maisha mabaya kiasi gani. Ila furaha ndio kila kitu katika maisha yetu. Mama, sitaki kusema kwamba unahusika na kutekwa kwangu. Ila yule kijana ambaye ulimtuma anisafirishe, yule ndo anahusika na kutekwa kwangu. Ila mimi nimekuja hapa mamaangu, kikubwa nilikuwa naomba tu unisamehe kama nimekosea. Na kitu kingine ninachotaka kukuambia, japokuwa akijanileta hicho kitu, ila nimeona tu bora nikwambie. Mama, usije ukasubutu kunywa hiyo juisi. Kwa sababu kuna kitu nimeona ameweka huyo mkwe wako mpendwa. Mimi nimeshakusamehe binti yangu, lakini pia nimefurahi sana kwa kuja kuniona. Sawa mama, nikutakie siku njema. Usiondoke kwanza Rosta. Hebu naomba ukae kidogo. Fami, unaniona kama mimi ni mtoto mdogo? Huo mchezo wako ule upanga nimeshaushtukizia muda sana. Kwa hiyo nilikuwa nakuangalia tu. Natoka siku hiyo nimeanza kukufuatilia hatua kwa hatua. Kwa hiyo najua kila kitu kinachoendelea. Hata yule jambazi wako fake yule kuja naye, najua fika ni bwana yako. Kwa hiyo
hauna la kunidanganya hata moja. Na nafahamu fika huu ndio ulikuwa mpango wenu wa mwisho. Na mlikuwa mnataka kuniua. Na ninajua fika kabisa hii juisi ina sumu. Kwa hiyo hata Rosta asingaliniambia nisingalikunywa hii juisi. Pole sana Fami, mpango wako umefeli. Karibu. Karibu sana Fami. Mtumio ndo huyo hapa. Unaweza kufanya kazi yako. Okay dada. Naomba tufuatane kwa ajili ya mazungumzo. Mama nisamehe. Tusifikie huko mamangu, naomba nisamehe sana. Naomba uondoke. Utaenda kuomba msamaha wako huko mbele. Naomba twende tusicheleweshane. Afande, unaweza ukaichukua na hii juice. Na hii haina usalama, itakusaidia kwenye uchunguzi zaidi. Rosta, naomba unisamehe binti yangu kwa popote pale nilipokukosea. Lakini pia nina maongezi kidogo wewe na Mahiri. Na imani unafahamu Mahiri alipo. Naomba umfuate, umlete hapa. Nina maongezi na nyinyi. Asante binti yangu. Big Mama, kazi yenu mimi nishamaliza. Kwa mimi hapo kilichobaki mimi nasikiza nyinyi tu. Hapo hamna cha kukagua Big Mama. Yaani hapo kila kitu kishamalizika. Yule mama kasaini na mimi nilihakikisha kabisa. Nikaona kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo hapo wewe ni kuangalia tu mimi mnaniachaje tu basi. Hivyo una akili kweli wewe? Kwa nini? Hivi hichi ni kitu gani ambacho ameniletea? Unaona kabisa mtu kaenda kwenye saini ya mwanasheria ndio yeye kaenda kasaini vitu kabisa vya ovyo unaviona hivi jamani, vya ovyo unaenda unaniletea afu unaniambia hamna taja kuhakikisha. Hizi si nyaraka kabisa, watu washauziana viwanja miaka hiyo, miaka 2000 kwa usi, wewe ndio unaniletea mimi unaniletea. Hizi ni nyaraka za mali kweli hizi? Uje Big Mama msitaki kuniletea mieyusho. Hiyo mnaoleta sasa nyinyi mieyusho. Mimi sidhulumiwagi ujue nyinyi. Oya, nimefanya kazi yangu nishamaliza, naombeni mnipe hela yangu. Hivi vitu mimi nimehakikisha mwenyewe kwa macho yangu. Hebu, mimi nimehakikisha mwenyewe. Sasa kama kasaini kwa macho yako, na hakikisha tena wewe mwenyewe kwa macho yako. Yaani mtu kusoma ujui, hata picha huoni kweli? Wewe hujasoma wewe, shule hujaenda? Sasa hivyo ni vitu gani hivyo? Mungu wangu, yaani ushamtia binti yangu kwenye matatizo. Tena matatizo yenyewe sio madogo, makubwa sasa. Big Mama, sasa hapa mimi naona hakuna haja hata ya kulaumiana. Mimi naona ni bora tu tufanye kitu chochote kile au tuangalie ni jinsi gani ya kufanya ili mradi tu tuweze kuangalia kama tunaweza kumsaidia huyo Fami au vipi. Hapa hakuna tena muda wa kulaumiana tena. Aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya, sio kama sina makosa. Sio malaika na kosea. Baba unatawala. Vipi? Vipi? Hapatikani au? Yaani bora hata angekuwa hapatikani. Apokee simu. Fami bwana. Oya, sikilizeni ujue mimi msiniletee mieyusho ujue. Yaani mimi naona kabisa mnaniletea mieyusho ujue. Mimi ujue nitegemea hela afu dakika za mwisho mnakuja kuleta mambo ya ovyo ovyo. Mimi bwana mimi naona sielewi bwana, wewe sikiliza. Mimi subiri niende nyumbani kama nikienda huku kufikiria kama itawezekana kumsaidia fresh. Kama haiwezekani tena basi kwa sababu mimi mwenyewe yani hapa nishavurugwa. Hivyo mzima kweli wewe? Wewe una akili kweli wewe? Sasa ngoja nikwambie. Hakikisha binti yangu anakuwa salama. La sivyo
Useless. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Mahiri, Rosta binti yangu, nimefurahi sana mmetii wito wangu. Asante mama. Lengo la kuwaita hapa na jambo moja nataka kuwaambia. Mimi ni mama. Nikiwa kama mama ni binadamu na mapungufu pia. Kwa hiyo naomba mnisamehe pale popote nilipowakosea. Tulipokwaruzana popote, naomba mnisamehe. Huenda nilitenda kwa kujua au pasipo kujua. Kwa hiyo nimetambua nimewahi kuwakosea. Naombeni mnisamehe sana wanangu. Usijali mamangu. Mimi kiukweli nimeshakusamehe. Kwa hiyo kuwa na amani, sina kinyongo chochote kile na wewe. Wewe ndo mama yangu, sina mama mwingine zaidi yako. Kwa hiyo kuwa na amani katika hili. Nafurahi kusikia hivyo. Rosta mama, nategemea kusikia chochote kutoka kwako. Mama, na mimi nimekusamehe. Nafurahi kusikia hivyo. Sasa mwanangu Mahiri, kuna zawadi kidogo niliandaa kama mama kwa ajili yako wewe na Rosta. Ni zawadi ndogo lakini ina maana kubwa sana kwenye maisha yenu. Zawadi gani tena mama? Mama. Naomba upokee zawadi hii uweze kumvesha mwanangu Rosta. Sawa mama. Sio kwamba mimi sina makosa, mimi sio malaika na kosea. Mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya, sio kama sina makosa, sio malaika na kosea. Baba unatawala kukesha bara kila siku kila mara, hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Asante sana mama. Asante mama. Nawashukuru sana pia kwa kupokea zawadi yangu hiyo. Hiyo zawadi ni ndogo lakini ina maana kubwa sana kwenye maisha yenu. Mimi kama mama nawatakia kila laheri katika kila hatua mtakayoenda kuipitia katika maisha yenu. Nawapenda sana watoto wangu. Na wengi tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu. Ukaba unatawala kukesha bara kila siku kila mara, hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Ukaba unatawala kukesha bara kila siku kila mara, hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? We dada, chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama. Haya mataseka, kila mteu anataka furaha aipate kwa muda na pambwa, ila sio kwa ubaya. Sio kwamba mimi sina makosa, mimi sio malaika na kosea. Mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya,
sio kama sina makosa. Sio malaika nakosea. Ubaba unatawala, kukesha bara kila siku, kila mara. Hivi kwa nini ujari furaha unaniumiza? Chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo la mama.